masomo yetu ya siku ya leo, ambaye ni kuendelea kutoka mahali tulipoachia Jumapili iliyopita. Karibuni nyote wale ambao tuko pamoja katika jengo, wale ambao wanatusikia kupitia kwa vipasa sauti, wale ambao tuko moja kwa moja katika mtandao wa Facebook, na wale ambao watatutazama baadaye katika YouTube. Tunawakaribisha katika upendo wa Kristo, na ni ombi letu ya kwamba mwandamane nasi hadi mwisho, na ya kwamba neno la Mungu utaweza kulipa nafasi litende mapenzi na kusudi yake, kwa sifa na utukufu wa jina la Mungu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tunaendelea kujifunza kupitia kwa waraka kwa Ebrania, na Jumapili iliyopita tuliweza kufika mstari wa 11 katika sura ya 7, kitabu waraka kwa Ebrania. Na tuliona huo mstari ni swali ambalo ni balagha ama rhetorical question, na tukauangalia kwa upana, na tukaona ya kwamba ule ukuhani wa Kilawi ama Levitical priesthood haikuleta ukamilifu kwa watu, na tukaona kwa hiyo sababu kulikuwa na haja kwake Mungu kuleta sijui kwa nini hili jina linapotea, kuleta priesthood ama ukuhani mwingine kando na huu wa Kilawi wa nyumba ya Aroni, ambao haukuleta ukamilifu kwa watu. Sababu tuliona katika huo ukuhani ilibidi kuhani kwanza ajitolee dhabihu ya dhambi, sababu kuhani bado alikuwa mtenda dhambi, alikuwa na udhaifu wa dhambi. Ndio baada ya kujifanyia dhabihu ya dhambi ndio aweze kufanyia watu wengine dhabihu ya dhambi. Na tukaona pia dhabihu ya dhambi ilikuwa inaenda ikitolewa kila wakati. Kwa hivyo ukuhani wa Kilawi haukuletea wanadamu suluhisho ya dhambi. Na ndo sasa Mungu akaleta ukuhani aina ingine, ukuhani wa Melkizedeki, ambaye tuliona Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu katika huu ukuhani tulionao wakati huu, ukuhani wa Agano Jipya. Kwa hivyo tukajibu hilo swali ya kwamba kulikuwa na haja ya kuleta ukuhani mwingine, sababu ule ukuhani wa mbele ulikuwa na udhaifu wake na haukuleta ukamilifu. Sasa kuanzia mstari wa 12 kuendelea
tutaangalia kwa kina kuhusu huu ukuhani mpya. Sasa hatuangalii ukuhani wa Kilawi. Na nashukuru Mungu sababu tukiendelea kusoma tutaona ya kwamba kitu ambacho ni bora zaidi kikija, kile ambacho kilikuwa hapo awali hakina dhamana tena. Wacha tusome tuone. Wahibrania sura ya 7 mstari wa 12. Wacha nitasoma nikifululiza hadi mstari wa 19. Kisha nitaelezea. Hebrews chapter 7 verse 12 to 19. Biblia inasema hivi: maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Maana yeye aliyenenwa hayo alikuwa mshiriki wa kabila nyingine, ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyehudumia madhabahu. 14. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Tena tusemayo ni dhahiri sana zaidi, ikiwa ametoka kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki, asiyekuwa kuhani wa sheria ya amri iliyo na jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukoma. Maana ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele, kama mfano wa Melkizedeki. Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake. Kwa maana ile sheria haikukamilisha neno, na pamoja na hayo tuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa hayo twamkaribia Mungu. Haleluya. Tunaona sasa tukielezewa kuhusu sasa huu ukuhani ambao ulikuja sababu ule ukuhani wa Kilawi ulikuwa na udhaifu wake na haukuwa unaleta ukamilifu kwa mwanadamu. Na huo mstari wa 12 unasema ya kwamba wakati ukuhani unapobadilishwa, pia kuna umuhimu wa kubadilisha sheria. Na ningetaka hapa tuelewe, wakati Biblia inasema ya kwamba ni kubadilisha sheria, sio sasa kumaanisha ati vitabu 5 vya Biblia vya kwanza, Pentateuch, vitabu vya sheria ati havina maana. Inamaanisha ni kubatilishwa kwa ile sehemu ya sheria ambayo ilisema ya kwamba kuhani watatoka katika kabila la Lawi. Na tusasoma kwa maandiko tuone sehemu ya sheria ambayo Mungu alipeana kuhusiana na huu ukuhani wa mlango ama mfano ama mithili ya Kilawi. Sababu ukisoma mstari wa 13 unasema ya kwamba
Hebu tuangalie mstari wa 13. Tusome pole tuone. Maana yeye aliyenenwa hayo alikuwa mshiriki wa kabila lingine, ambayo hapana mtu wa kabila hilo aliyehudumia madhabahu. Na inaendelea mstari wa 14, inasema hivi: maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu, huyo ni Yesu Kristo, alitoka katika Yuda, kabila ambayo Mungu kabila ambalo Musa hakunena neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Unaona? Na ningetaka tufanye hivi. Turudi katika kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Exodus 29 mstari wa 4 na 9. Tuone wakati Mungu alikuwa anapea Musa amri, alimwambia nini? Wakati Mungu alikuwa anapea Musa amri pale mlimani, alimwambia nini kuhusu ukuhani na kabila la Lawi ama nyumba ya Lawi? Kutoka sura ya 29 mstari wa 4 hadi wa 9. Biblia inasema hivi. Exodus chapter 29 verse 4 to 9. Inasema hivi. Sasa huu ni Mungu akiagiza Musa. Alimwambia hivi: kisha mlete Haruni na wanawe hata mlangoni pa hema ya kukutania, ukawaoshe kwa maji. Kisha toa hao mavazi na kumvika Haruni, itie kanzu na joho ya naivera na kifuko cha kifuani, na kumkaza kwa huo mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi. Nawe mvike kile kilemba kichwani, na ile taji takatifu utaitia katika kile kilemba. Ndipo utakapotoa hayo mafuta ya kutiwa na kumiminia kichwani mwake na kumtia mafuta. Kisha walete hao wanawe na kuwavika kanzu, nawe uwakaze mshipi Haruni na wanawe na kuwavika kofia, nao watakuwa na huo ukuhani kwa amri ya milele. Nawe utaweka Haruni na wanawe kwa kazi takatifu. Ningetaka hapa niseme, unaona Biblia inasema hivi kuhusu Aroni na anawe kuhudumu katika madhabahu ya Bwana ama katika hema la makutano. Kuna mahali inasema ya kwamba katika sehemu ya mwisho ya mstari wa 9 inasema ya kwamba nao watakuwa na huo ukuhani kwa amri ya milele. Nawe utawaweka Haruni na wanawe kwa kazi takatifu. Lile jambo ambalo ningetaka nifafanue ni hili jina milele. Unajua katika tafsiri saa ingine maana asili ya neno inaondoka kidogo. Sababu ukiangalia kwa Biblia ya Kizungu, lile neno Biblia ya Mfalme Yakobo, lile neno ambalo limeandikwa pale ni perpetual.
Na ukiangalia maana ya hilo neno perpetual katika kamusi, ina maana zaidi ya 3. Kuna maana moja inamaanisha umilele, na kuna maana ingine inamaanisha kitu kudumu kwa muda mrefu, na pia kuna maana ingine inasema ya kwamba kitu kudumu kwa wakati ambao umewekwa. Unaona? Sasa ili neno perpetual hapa, sababu tumeshasoma katika Waebrania, tukaona ya kwamba ukuhani wa Kilawi ulifika mwisho na ukaanza ukuhani mwingine wa Melkizedeki. Kwa hivyo ile maana ya umilele sio sahihi. Ile maana ambayo inaingia vizuri ni hizi maana zingine mbili, ati ya kwamba kitu kudumu kwa muda mrefu. Sababu ukuhani wa Kilawi ulidumu tangu ulipoanza. Na ingawa watu wa Israeli walikuwa wanatoka kando na maagizo ya Mungu na kuabudu miungu ya kigeni, huu ukuhani bado ulibaki. Hata wakati Yesu alikuwa akifika hapa ulimwenguni, huu ukuhani bado ulikuwa. Sababu kumbuka, wakati alichapa watu wabadilishaji wa pesa na wauzaji wa ndege hekaluni, sababu walikuwa nauza hizo ndio zitolewe dhabihu katika hekalo. Kwa hivyo maana sahihi ni kuwa jambo ama kitu ambacho kimedumu kwa muda mrefu, perpetual. Alafu pia hii maana ingine ya kwamba kitu kudumu kwa muda ambao umewekwa. Sababu hakika Mungu alijua ya kwamba huu ukuhani wa Kilawi utaendelea mpaka wakati fulani, na ni ubatilishe kwa ukuhani wa Melkizedeki. Kwa hivyo unajua, wakati mwingine lugha ya Kiswahili haikuangi na upana sana wa maelezo, na ndo sababu mimi wakati ninatayarisha masomo ama mahubiri ninatumia Biblia mbili. Natumia Biblia ya Kizungu na Biblia ya Kiswahili ili niweze kuelewa mahali ambapo kunaweza kuwa na ama mahali ambapo panataka kuelewa kwa kina. Sababu sasa kama hapa wale watu ambao wanapenda kupinga Biblia ama kusema Biblia inajichanganya, usipoelewa hivyo, mtu anaweza kuja akwambie hapa Ibrania Biblia inasema ya kwamba ukuhani wa Kilawi ulifika mwisho na ukaletwa ukuhani mwingine. Na mbona katika kitabu cha Kutoka Biblia inasema ati huo ukuhani utakuwa wa milele? Kwa hivyo jina ambalo ukiangalia kwa Biblia ya Kizungu haijaandikwa forever, imeandikwa perpetual. Kwa hivyo ni vizuri kujua hizo maana ili usichanganyikiwe na ili usipotezwe na watu ambao wanachukua mambo kama haya kujaribu kupoteza watu. Kwa hivyo Mungu akaambia Aroni, akaambia Musa aite Aroni na vijana wake awalete,
wavalishwe hao manguo ya kikuhani, na achukue mafuta ya kumimina na amiminie Aroni, na wakuwe watumishi katika hema la Bwana kwa muda mrefu, kwa muda ambao Mungu ameweka kiwango chake. Nafikiri hapo tumeelewa. Ukienda tena, twende katika kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu ni Numbers 3, sura ya 3, mstari wa 5 hadi 10. Tuone ni kutia tu nguvu yale maneno ambayo tumesoma katika Kutoka sura ya 29. Hesabu 3, Numbers chapter 3, mstari wa 5 hadi wa 10. Biblia inasema hivi: Kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, ilete karibu kabila ya Lawi. Si unasikia? Ilete karibu kabila ya Lawi, ukawaweke mbele ya Haruni kuhani, ili wapate kumtumikia. Nao wataulinda ulinzi wake na ulinzi wa makutano yote mbele ya hema ya kukutania, ili watumike utumishi wa maskani. Nao watavitunza vyombo vya hema ya kukutania na kulinda ulinzi wa wana wa Israeli, ili wanawe hao, ili watumike utumishi wa maskani. Mstari wa 9, nawe utawapa Haruni na wanao hao Walawi wawe nao. Amepewa watu hao kabisa kwa ajili ya wana wa Israeli. Nawe utaweka Haruni na wanawe hao, wataushika ukuhani wao, na mgeni atakaye karibia atauawa. Umeona? Ukuhani haukuwa kitu rahisi hivyo. Na sheria, sababu hapo tunasoma katika vitabu vya sheria. Pale Kutoka tumeona Haruni na wanawe wakitiwa wakfu kama makuhani ama kuhudumu katika hema la Bwana. Sasa hapa tunaona, sababu ukirudi nyuma, Haruni anatoka katika kabila la Lawi pamoja na ndugu yake Musa. Sasa hapa tunaona Walawi wote kwa jumla, Mungu akisema Waisraeli wawapeane kwake, wawe wakihudumu katika maskani ama hema ya makutano, kazi zote kuhusiana na hapo. Na hapo mwisho tumeona ya kwamba mgeni yeyote, na hapo wakati nasema mgeni inamaanisha mtu ambaye sio wa kabila la Lawi, akikaribia hiyo hema ya makutano alifaa kuuawa. Hiyo ni sheria ambaye Mungu aliweka kuhusiana na ukuhani wa Kilawi. Na tumeona kwamba kabila ambalo lilipewa kuhudumu katika madhabahu ya Bwana, katika hema la Bwana, ni kabila la Lawi. Na tukaona nyumba ambayo ilipewa majukumu ya priesthood. Sijui kwa nini leo hilo jina lilipotea hivyo.
wale ambao nyumba ambayo ilipewa wajibu wa ukuhani ni nyumba ya Aroni. Na mgeni, mtu ambaye sio wa kabila la Aroni, angekaribia alifaa kuuawa. Hiyo ni sheria ambayo Mungu alitumia kuweka ukuhani wa Kilawi. Sasa ndio tunaelezewa sababu ukuhani umebadilika. Hakukuwa na budi ama ilikuwa muhimu hata ile sheria ambayo iliweka huo ukuhani ibatilishwe. Yaani kumaanisha huu ukuhani mwingine ambao unakuja hautatumia ile sheria ya ule ukuhani wa kwanza. Na nafikiri hapo tunaelewa ya kwamba sababu ule ulikuwa ukuhani wa Kilawi, na sasa umeondolewa na kumeingia ukuhani mwingine wa Kimelkizedeki. Kulikuwa na haja ya kubadilisha zile sheria za ukuhani wa Kilawi, huu ukuhani wa Kimelkizedeki uingie bila ile sheria. Na katika mstari wa 14 tunaona sasa sheria ikibadilika, sababu tumesoma kwa upana na tukaona ya kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu katika huu ukuhani wa Agano Jipya, ukuhani mithili ya Kimelkizedeki. Ule ukuhani wa mbeleni, kuhani mkuu lazima angetoka kwa nyumba ya Aroni, ambaye alikuwa anatoka kwa kabila la Lawi. Sababu ukirudi nyuma utaona Yakobo alikuwa na wana 12, miongoni mwao Lawi na Yuda. Katika hao 12 Mungu alichagua kabila la Yuda, Lawi, wawe ndio wahudumu katika ukuhani wa Kilawi. Sasa tunaona sasa katika ukuhani mpya wa Kimelkizedeki, mstari wa 14 unatuambia, sababu ni dhahiri ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni kuhani mkuu katika ukuhani wa Kimelkizedeki, Musa hakunena lolote kuhusiana na kabila la Yuda kuhudumu katika ukuhani wa Kilawi. Unaona? Na katika mstari wa 15 inasema ya kwamba ni dhahiri zaidi, sababu sasa Mungu, nafikiri sijui kama ni Zaburi 104, nafikiri ndio inanukuliwa katika huo mstari wa 15, Mungu akisema ya kwamba, yani akiambia Yesu ya kwamba amemfanya kuhani milele katika mfano wa Melkizedeki. Umeona? Yesu ambaye ukifuata
orodhesho la vizazi vya mamake na babake Maria na Yusufu, utapata ya kwamba wanarudi mpaka kwa kabila la Yuda, wala sio Lawi. Na ndio katika huo mstari wa 15 Biblia inasema ya kwamba, na ni vizuri tusome tena, hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi, ikiwa ametokea kuhani mwingine mithili ya Melkizedeki. Umeona? Kwa hivyo ile sheria ya Kilawi iliweka kabila la Lawi, ukuhani wa Kilawi. Sasa huu kuhani mwingine tunaona tofauti ya kwamba kuhani mkuu katika mwili analinganishwa ama anatoka kwa kabila la Yuda. Sijui kama tunaona hii tofauti ya kwamba ule ukuhani wa Agano la Kale ulikuwa nafuata laini ya Kilawi ama Levi, lakini sasa huu kuhani mpya, huu kuhani wa Agano Jipya, huu kuhani mithili ya Melkizedeki, ambao Yesu Kristo ndiyo kuhani mkuu, unatoka kwa Kilawi unaingia kwa Yuda. Tofauti kubwa sana. Dhahiri ya kwamba huu kuhani tunaonena wa Agano Jipya ni tofauti na ukuhani wa Kilawi wa Agano la Kale, ambao kuhani mkuu alikuwa anatoka kwa nyumba ya Aroni. Lakini kuhani mkuu wetu hajatoka kwa kabila la Lawi, hajatoka kwa nyumba ya Aroni, ametoka kwa kabila la Yuda. Tofauti. Na ndio sababu hata Biblia inasema katika huo mstari wa 15, tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi. Sababu ni wazi, huyu alikuwa Lawi, huyu ni Yuda. Tofauti kubwa sana. Tofauti kubwa sana. Unajua Biblia inaelezea hivi ndio tuweze kupokea, tuweze kuona tofauti, tuweze kuona mpito kutoka Agano la Kale hadi Agano Jipya, ili zile kamba na minyororo ambaye tumefungwa mateka naye yakihusishwa na Agano la Kale, sababu wale ambao wametufunga wanafaidika, ziweze kukatwa, tuweze kutenganishwa nazo na tuingie kikamilifu katika hili Agano Jipya ambalo halina udhaifu, ambalo linaleta ukamilifu. Tuendelee katika mstari wa 16. Tunaona sasa huyu kuhani mkuu, sasa mstari wa 16, huyu ambaye ni kuhani mkuu wa kimilele, tunaambiwa hajatengenezwa ama hajafanywa kuwa kuhani kwa sheria ya kimuda ama ya wakati ambao umetengwa. Umeona? Sababu tunaona, na pia hapa naona neno ambalo limetumika, ukisoma mstari wa 16 kwa tafsiri ya Kiswahili nasema hivi:
asiyewekwa kuwa kuhani kwa sheria na amri iliyo na jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukoma. Ukiangalia kwa Biblia ya Kizungu, lile neno ambalo limetumika ni kano. Na vile vile ukiangalia maana yake katika kamusi ya Kiingereza, sawa, kuna maana ambayo inamaanisha mwili, flesh. Lakini hatuwezi sema ya kwamba sheria ya Mungu ni ya kimwili. Kwa hivyo tuangalie hizo maana zingine za hili neno kano, ambalo hapa kwa Biblia ya Kiswahili imesema kwa jinsi ya kimwili. Na tunaweza tuangalie tuone mwili, sababu hizo maana mbili ambazo zimebaki za hizi neno kano ni isiyo ya kudumu, ama kitu ambacho ni cha muda tu. Na hakika sheria ambayo iliweka Aroni na anawe kama makuhani ilikuwa ni ya muda, haikuwa ni ya kudumu. Ilikuwa ni ya muda tu, kiwango fulani ambao umewekwa, sababu haukudumu milele. Kwa hivyo kwa ufupi tunaweza sema ya kwamba Yesu Kristo ambaye ni kuhani mkuu katika huu kuhani wa Melkizedeki hakufanywa kuhani kwa sheria ambaye sio ya kudumu ama ya muda. Yaani Yesu Kristo hakufanywa kuhani kwa muda, ama akuwe kuhani asiyedumu. Lakini tunaona huo mstari wa mwisho wa huo mstari wa 16 inasema hivi: bali kwa nguvu za uzima usiokoma. Umeona? Kuhani mkuu wa ukuhani wa Kilawi. Tumeona sababu hakika ni wazi. Huo ukuhani wakati hauko. Ile sheria ambayo iliweka huo ukuhani haikuwa ya kudumu. Ilikuwa ni ya muda tu. Lakini sasa huyu kuhani wetu mkuu Yesu Kristo hajawekwa kuhani kama yule kuhani wa sheria, lakini amefanyika kuwa kuhani kwa nguvu za umilele, power of endless life, milele na milele. Yaani Yesu Kristo amewekwa kuhani kwa nguvu za umilele, kwa nguvu za maisha ya umilele, ama power of eternity. Sio dhaifu, sio jambo la kutingishwa ama kungolewa mamlakani, kama venye unaona katika serikali za kiulimwengu ama uongozi wa kiulimwengu, unaona viongozi wanangolewa mamlakani. Ukuhani wa Yesu Kristo, unasikia, alifanywa kuhani kwa nguvu ya maisha ya umilele. Kwa hivyo hilo ni jambo limeisha, haiwezi badilika.
hata watu wawe waovu kiasi gani, hata watu wamkatae Mungu namna gani, hata watu waabudu miungu namna gani, hiyo haiwezi badilika. Kuhani wetu mkuu Yesu Kristo ni kuhani kwa nguvu za umilele. Na tunajua ya kwamba hakuna nguvu zinatoshana na nguvu za Mungu. Na mstari wa 17 inasema hivi: sababu Mungu anashuhudia. Acha tusome mstari wa 17. Nasema hivi: maana ameshuhudiwa kwamba wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Sasa huo mstari wa 17 unatia nguvu ama kuhimiza yale yaliyo katika mstari wa 16, ya kwamba tofauti na ule ukuhani wa Kilawi ambao kuhani aliwekwa kwa sheria ya muda na isiyokuwa ya kudumu milele, Yesu amefanywa kuhani kwa nguvu za umilele, maisha ya umilele. Sasa na inasema ya kwamba Mungu anashuhudia kuhusu kuhani wa Yesu Kristo, na hiyo inanukuliwa maneno yaliyo katika Zaburi 110 mstari wa 4, ya kwamba wewe ukuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Himizo ya kwamba Yesu Kristo ambaye ni kuhani wetu mkuu ni kuhani milele, haibadiliki hivyo. Katika mstari wa 18 na 19 Biblia inataka kutuelezea kwa nini ule ukuhani wa Kilawi ulitupiliwa mbali na kukaletwa ukuhani wa Melkizedeki. Mstari wa 18 unasema hivi: maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutofaa kwake. Kwa maana ile sheria haikukamilisha neno, na pamoja na hayo kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa hayo twakaribia Mungu. Umeona? Sababu ya kutupilia mbali ule ukuhani wa Kilawi na kuleta huu ukuhani mwingine wa Melkizedeki. Tunaona kwanza Biblia ya Kizungu inasema vizuri sana. Inasema for the weakness and unprofitableness thereof. Unaona? Sababu moja ya kutupilia ama sababu ya kutupilia ule ukuhani wa Kilawi ya kwamba ulikuwa na udhaifu wake, na pia
haukuwa na faida ama manufaa. Sababu, na ukiendelea katika mstari wa 16 inasema mstari wa 19, kwa maana ile sheria haikukamilisha neno. Umeona? Na tulisoma Jumapili tukaona ya kwamba wale makuhani wakuu waliokuwa katika Agano la Kale walikuwa na udhaifu, kwa sababu ilikuwa inabidi cha kwanza wajifanyie dhabihu ya dhambi. Unaona? Kwa hivyo kama ule ukuhani ungekuwa na nguvu ya kukomboa watu kutoka kwa dhambi, jambo la kwanza, kuhani hangekuwa anahitajika kujifanyia dhabihu ya dhambi. Jambo la pili, wale ambao walikuwa nafanyiwa dhabihu ya dhambi hawangehitaji kushinda wakirudi kufanyiwa dhabihu za dhambi, kama huo ukuhani ungekuwa na nguvu na mamlaka dhidi ya dhambi. Na kwa hivyo tunaona kuhusiana na dhambi, hizo dhabihu zote walikuwa wanafanya na mambo yote ambayo yalikuwa yanafanyika katika Agano la Kale haikuwaletea faida yoyote kuhusiana na ukombozi kutokana na dhambi. Na sababu, kusudi la Mungu ni ya kwamba mwanadamu aishi akiwa mtakatifu, aishi akiwa mwenye haki, aishi akiwa huru kutokana na dhambi. Hata kuna mahali nilisoma katika, nafikiri waraka wa Petro, ikisema ya kwamba kusudi la Mungu ni ya kwamba watu wote waweze kutubu na waweze kufikia wokovu wake Mungu. Hilo ndilo kusudi lake Mungu. Sasa sababu huu kuhani haungeweza kutimiza kusudi la Mungu na mwanadamu, sababu ya udhaifu kwanza wa wale ambao walikuwa na hudumu katika yale madhabahu, na pili, sababu yote ambayo alikuwa nafanyika pale hayakuwa na faida, hayakuwa na matokeo mema kuhusiana na kukomboa watu kutoka kwa dhambi. Ndio sababu hiyo sheria ambayo ilikuwa imeweka ule ukuhani wa Kilawi kabatilishwa, kakuwa sasa kuhani mkuu hata toka kwa mlango wa Aroni, kabila la Lawi. Kuhani mkuu atakuwa Yesu Kristo, kabila la Yuda. Mstari wa 19 unasema hivi ya kwamba hiyo sheria iliyoweka huo ukuhani wa Kilawi haikukamilisha chochote, haikufanya watu wakuwe wakamilifu, lakini kuleta kwa tumaini mzuri, kulifanya yale ambayo ule ukuhani wa Kilawi haukufanya. Nafikiri hata tukisoma polepole katika huo mstari wa 19 tutaona. Hebu tusome, tunaona hivi, inasema hivi:
Kwa maana ile sheria haikukamilisha neno. It didn't make anything perfect. Haya. Kwa hivyo tumeshaona hakukuwa na ukamilifu, ama ile sheria ya huo ukuhani haikuleta ukamilifu. Tuendelee. Pamoja na hayo, kuliingizwa matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa hayo tutamkaribia Mungu. Unaona? Hiyo sehemu ya pili. Huo mstari unasema ya kwamba sheria ya ukuhani wa Kilawi haikuleta ukamilifu kwa wanadamu. Sasa kuanzia hapo tunaona zaidi. Sasa tunaongeleshwa kuhusu huu ukuhani mpya, zaidi ya kufanya mwanadamu akuwe mkamilifu kuhusiana na dhambi. Kwa hivyo tayari huu kuhani wa Kimelkizedeki, huu kuhani ambao Yesu Kristo ndio kuhani mkuu, unaleta ukamilifu. Na zaidi ya kuleta ukamilifu, inasema nini? Pamoja na kuleta ukamilifu, huo ukuhani umeleta ama umeingiza matumaini yaliyo mazuri zaidi, ambayo kwa hayo twamkaribia Mungu. Sijui kama tunaona tofauti ya ule ukuhani wa Kilawi na huu ukuhani wa Kimelkizedeki, ukuhani ambao Yesu Kristo ndio kuhani mkuu. Ule ukuhani ulikuwa na udhaifu wake na haukuwa na faida kuhusiana na dhambi, na pia haukuleta ukamilifu kwa mwanadamu. Lakini huu ukuhani mkuu wa Agano Jipya hauna udhaifu, uko na faida, umeleta ukamilifu. Na zaidi ya hiyo umeleta tumaini kubwa, tumaini mzuri, matumaini yaliyo mazuri zaidi. Na sio kuleta matumaini yaliyo mazuri zaidi pekee. Katika hayo matumaini tunaweza kumkaribia Mungu. Unajua, sasa mtu anaweza anza kujiuliza, tunakaa mbali na Mungu kwa njia gani? Sasa wakati Biblia inasema ya kwamba kupitia kwa hili Agano Jipya, zaidi ya kutokuwa na udhaifu, zaidi ya kuleta faida, zaidi ya kuleta ukamilifu, umeleta matumaini yaliyo mazuri zaidi. Na kupitia kwa hayo matumaini tunaweza kumkaribia Mungu. Kwa hivyo tunafaa kujiuliza, tunakaa mbali na Mungu kiasi gani, ama kwa njia gani? Hebu turudi katika kitabu cha Mwanzo, Genesis, sura ya 3 mstari wa 22 hadi 24. Tuone jinsi ambavyo mwanadamu anakaa mbali na Mungu. Genesis chapter 3, 22 to 24. Biblia inasema hivi: Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Kwa sasa asije akaishi milele. Kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani la Edeni, ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu,
akaweka makerubi upande wa mashariki kwa bustani la Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. So naona ukisoma vizuri katika kitabu cha Mwanzo, utaona Mungu mwenyewe alitengeneza bustani mashariki mwa Edeni, na akaweka yule mwanadamu ambaye alimuumba ili atunze ile bustani. Na unaona ya kwamba Mungu alikuwa anatembelea yule mwanadamu mahali pale. Kulikuwa na uhusiano na ushirika mwema kati ya Mungu na mwanadamu. Lakini alipotenda dhambi, alipotenda yale ambaye alikuwa ameonywa asifanye, uhusiano ukaharibika na akafukuzwa kutoka kwa lile bustani. Umeona? Dhambi ndio inaweka mwanadamu mbali na Mungu. Dhambi. Hakuna kitu kingine, dhambi. Haya, hebu tuende katika Isaia. Isaia 59. Isaia 59 mstari wa kwanza na wa pili. Tuone tu mwanadamu anakaa mbali aje na Mungu. Na hii si mambo ya kimwili. Spiritual separation from God. Hii sio physical. Spiritual separation from God. Inasema hivi, Isaia 59 mstari wa kwanza na wa pili. Tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake sio zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msione hata hataki kusikia. Unaona? Dhambi ndio zinafanya kuwe na utengano kati ya Mungu mwenye haki na mtakatifu kweli na mwanadamu mwenye dhambi. Sasa hapa tunaona Biblia inasema ya kwamba, unajua wakati Waisraeli waliingia katika dhambi, ilifika mahali wakiomba Mungu awaokoe, anakosa kuwaokoa sababu anaadhibu dhambi zao. Wakiomba maombi kikosa kujibiwa, wanaona ni kama Mungu hasikii. Wanaamua, lakini maovu yenu ama dhambi zenu yamewafarikisha nyinyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msimuone, hata hataki kusikia. So unaona, Mungu anakaa mbali na watu kwa ajili ya dhambi zao. Na nasema ni kutenganishwa kiroho na Mungu, sababu ukiangalia kwa macho ya kimwili, kuna watenda dhambi ambao wamenawiri sana na kufaulu katika maisha na mambo ya kimaisha. Ni kweli iko hivyo. Lakini ni vizuri kujua ya kwamba hata Yesu mwenyewe aliambia wanafunzi wake wasiwe kama watosha ushuru ambao walikuwa na salimia tu watosha ushuru wenzao, hawakuwa nasalimia watu wengine. Unajua watosha ushuru walikuwa wanachukiwa sana wakati ule, sababu walikuwa vibaraka wa serikali ya Roma kunyanyasa Waisraeli. Walikuwa wanachukiwa, nao wakajitenga. Akaendelea kuambia, lakini muwe kama Baba wenu aliye mbinguni, ambaye anaacha mvua yake inyeshe
kwa wanaomcha na wasiomcha. Anaacha jua yake iwaangazie watakatifu na wasio watakatifu, wenye haki na waovu. Kwa hivyo katika mambo ya kiulimwengu, Mungu anaachilia baraka zake kwa watu wote, wenye haki na wasio haki. Kwa hivyo isikuwe ati kipimo cha mambo ya kiulimwengu ndio mnapima uhaki na uungu wa wanadamu. Hapana. Mungu anaachilia baraka zake kwa watu wote, sababu ni mwenye rehema. Sasa tumeshaona ya kwamba dhambi ndio inaweka wanadamu mbali na Mungu. Na sasa hapa tunaona ya kwamba huu kuhani mpya, huu agano jipya, kupitia kwa matumaini ambao umetuletea, tunaweza kumkaribia Mungu. Sasa tukishajua ya kwamba dhambi ndio inafanya tutengane na Mungu ama tuwe mbali na Mungu, je, huu kuhani mpya ambaye Yesu Kristo ndio kuhani mkuu unashughulikia dhambi zetu namna gani? Hebu tuende katika Injili, the Gospel of John, sura ya 1 mstari wa 29. 29. John 1:29. Sasa huyu ni Yohana Mbatizaji, inaongea kuhusu Yohana Mbatizaji, mstari wa 29. Biblia inasema hivi: siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Umeona? Yohana Mbatizaji alipokuwa akibatiza watu, akaona Yesu akija. Na ukiendelea kusoma hapo, anaelezea kwamba Mungu alikuwa amemwonyesha yule ambaye atakuja na Roho Mtakatifu atakuwa juu yake mfano wa njiwa, huyo ndiye. Sasa Yohana akaona ile ishara alikuwa ameambiwa, na akaona ni Yesu Kristo ambaye Mungu alimtuma kama dhabihu ya ondoleo la dhambi. Akasema, tazameni Yesu Kristo, mwana wa Mungu, aichukuaye dhambi ya ulimwengu wote. Unaona? Huyu kuhani wetu mkuu, sababu tumeshajua ya kwamba dhambi ndio itatutenganisha na Mungu. Dhambi ndio inatuweka mbali na Mungu. Na mradi kuna dhambi, Mungu hayuko karibu nasi, sababu Mungu ni mwenye haki na mtakatifu kweli. Hapendi dhambi, hawezi jichanganya na dhambi. Hata nakumbuka sijui ni wapi, Biblia inasema ya kwamba Yesu hawezi nywea kikombe kimoja na pepo, naye Roho Mtakatifu hawezi dumu katika nyumba ambaye ina pepo. Si umeona? Dhambi zinatutenganisha na Mungu. Yaani tukiwa na dhambi, Mungu hawezi ishi ndani yetu, Roho Mtakatifu. Sasa huyu kuhani mkuu wetu Yesu Kristo alikuja kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, ili tukitubu dhambi zetu kwa kweli na tumwamini, dhambi zetu anatutakasa.
Hebu tuende tusome katika waraka wa Yohana wa kwanza. Waraka wa Yohana wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 5 na 10. Inasema hivi: na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake, yaani kwake Yesu, na kuihubiri kwenu nyinyi mnaotusikia, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. So unasikia? Mungu ni nuru, hamna giza lolote ndani yake. Haya, inaendelea kusema hivi: tukisema ama ukisema ya kwamba unashirikiana na Mungu na tena tunaenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Sikia? Mbali tukienda nuruni, tukienda kwake Yesu, tukienda kwake Mungu, kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi na damu yake. Maana na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Unasikia? Tukimwendea Yesu kwa imani, kwa kutubu kwa kweli, tunatakaswa kutokana na dhambi zote ambazo zinatuweka mbali na Mungu, ambazo zinatutenganisha na Mungu. Tunakaribia Mungu, tunakuwa ndani yake, naye anakuwa ndani yetu kupitia kwa kuhani wetu mkuu Yesu Kristo. Mstari wa 8 inasema, tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Haleluya! Tukisema kwamba hatujatenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Na hii ndiyo shida kubwa ambayo hata inazuia watu kupokea wokovu. Mtu kukubali ya kwamba ni mtenda dhambi. Bila kukubali hiyo, hauwezi pokea wokovu. Bila kukubali ya kwamba we ni mwenye dhambi na ya kwamba Yesu Kristo alikuja kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, hautatakaswa kutokana na dhambi zako. Haimaanishi umekolea kiasi gani katika dini. Haimaanishi uko kiwango gani ama wadhifa gani katika dini ama dhehebu ama ushirika. Haijalishi unatoa kiwango gani. Haijalishi unaimba kiwango gani. Haijalishi unaomba na kulia kiwango gani. Haijalishi unaomba ukifululiza kiwango gani. Bila kuungama dhambi zako, bila kukubali ya kwamba we ni mtenda dhambi, na uamini Yesu Kristo kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, utabaki na uchafu wa dhambi zako, na hautakuwa na nuru ndani yako, na utakuwa ndani ya nuru ambaye ni Mungu. Kwa hivyo na Mungu atusaidie tuweze kunyenyekea mbele zake Mungu, sababu kama vile ambavyo tumesoma tukaona ya kwamba Yesu Kristo amefanywa kuhani mkuu kwa nguvu za maisha ya kimilele. Hilo ni jambo haliwezi badilika.
Haijalishi utapinga ama kukosa kuamini kiasi gani, hivyo ndivyo ilivyo. Nalo neno la Mungu ambalo ameongea, kama mahali tumesoma ya kwamba ukisema hujatenda dhambi wajidanganya, na nuru ama ukweli hauko ndani yako. Ni hivyo. Lakini inasema ya kwamba tukimwendea nuru, Yesu mwana wa Mungu, atatutakasa na damu yake. Tukiungama dhambi na makosa yetu, ataweza kutusamehea, atusafishe na atutakase kutokana na dhambi na udhalimu wote. Na hiyo ndio injili ya Yesu Kristo. Injili ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sio injili ya kunawili ama kufaulu ama prosperity gospel. Sio hii siku hizi naona mfumo imekuja social gospel. Yaani mnaanza kuhubiriwa ile vitu ambaye inawaleta pamoja. Mungu anatuelewa katika udhaifu wetu. Unafanya maovu yenye unafanya. Alafu sasa unakuja unaambiwa kwamba Mungu anakuelewa. Social gospel. Hiyo ndio vitu inafanya watu wapotee na wakose kupata injili ya kweli. Hata kuna ingine naona inaanza inaitwa compassion gospel. Ujichunge sana. Sababu njia ambayo inapeleka watu uzimani ni nyembamba, na sio watu wengi wanaipata. Lakini njia inayopeleka watu kuangamia, inayopeleka watu kuzimu, ni pana. Hata wengi wako ndani ya hiyo na hawajui wako ndani. Ni pana kiasi ya kwamba hata ukiwa na mizigo na dhambi na muovu kiasi gani, unapitia tu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sababu ya wema na uaminifu wake kwa umbali ambao tumeweza kufika siku ya leo. Na mpaka wakati mwingine ujao, jina la Yesu na lisifiwe. Haleluya. Wacheni tuamini.